Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndio channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Ukibonyeza hivyo utakuwa umejiandikisha na kuwa mwanamemba wa chaneli yetu Kongo Yetu News TV. La maana zaidi, usisahau kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kupata notification kwa kifaa unachokitumia, simu ya mkononi, laptop yako, iPad ama smart TV, chochote unachokitumia utaweza kupata notification kwa kuwa umefinya button hilo la alama la kengele. Bila kupoteza, tuingie kwenye taarifa zetu tukuelezee yale ambayo tumekuandalia leo hii asubuhi. Leo hii asubuhi ni tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka ni wa 2025. Habari zetu tutazianzia huko Kinshasa. Yale yanayoongelewa ama yanayoandikwa kwenye vyombo vya habari tofauti huko Kinshasa ni kifo cha Jenerali Shikatende. Huyu alikuwa maimai hapo kitambo miaka ya 2001 ambaye ameweza kuiaga dunia. Baada ya kuiaga dunia, familia yake imesema kwamba amerogwa ama ameuawa na sumu, na hii imeweza kuleta wasiwasi kwa familia zinazo wapendwa wao wa ngazi za juu ambao wako kwenye magereza tofauti hapo mjini Kinshasa, ambapo wameanza kuwa na wasi mwingi. Na ikumbukwe ya kwamba kuna maofisie wengi ambao wameweza kufungwa kulingana na kesi tofauti. Christia, kiongozi wa waandishi wa habari na vyombo vya habari, ambaye alikuwa ametangaza kuwa vyombo vya habari ama waandishi wa habari wote watatangaza habari ama kuandika habari kuhusu aliyekuwa rais mustahafu Joseph Kabila Kabange, ataweza kufungiwa chombo chake cha habari, na alikuwa wamepeana onyo kali kwa yule yoyote atakayejaribu kuandika habari yoyote kuhusu Joseph Kabila Kabange, ambaye kwa sasa anachukuliwa kama adui wa nchi ama msaliti baada ya yeye kuongolewa kinga na akaweza kujiunga na kundi la AFC ambalo ilikuwa hata mbeleni wakimshutumu kuwaunga mkono waasi hawa AFC M23, hata kama hakuwa amesema chochote, lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilikuwa ikimshutumu kuwaunga mkono. Baadaye ameweza kudhihirisha mwenyewe na kujiunga na kundi hilo hadharani, ambayo ni kuhakikisha kwamba yeye ndiye mwanzilishi na ndiye kiongozi wa kundi hili la AFC na M23 kwa ujumla. Hii kukataza wanahabari na vyombo vya habari vyovyote, TV, radio na chochote kinachotangaza kuhusu Kabila Kabange imeongelesha watu wengi kufika kiwango huyu ameweza kuitishwa kwenye media, huyu bwana Christia, ili aweze kujibu maswali ambayo aliyoulizwa. Alipoulizwa kwa nini wanasimamisha vyombo vya habari kutangaza na kuandika kuhusu Kabila Kabange, Josefu amesema ya kwamba hii ni ofisi yao ya waandishi wa habari, sio watu wengine ambao wametangaza haya. Wao wenyewe kama waandishi wa habari, ofisi kuu ndiyo imeamua hivyo, lakini amewaambia kwamba watachunguza vizuri waone kama hii maamuzi ambayo walikuwa wameamua wataweza kubadilisha. Na wengi wanaendelea kusema kwamba hii haiwezi kuwa suluhu ya kumkataza kuongea na kuandika kwenye habari kumhusu Kabila Kabange. Hii sasa itakuwa ni kunyima uhuru waandishi wa habari na uhuru wa free speech. Lakini ikumbukwe tena
Kwa hii century tunayoishi ni vigumu kukataza waandishi wa habari, hata kama walio Kongo kuna wale waandishi wa habari ambao walio katika maeneo ambayo M23 imemiliki. Hata hao wasipotangaza, bado kuna vyombo vya habari vya kimataifa ambapo ni vyombo vya habari vikubwa, waandishi wa habari wakubwa ambapo wanaandika asubuhi, mchana na jioni kumhusu Kabila Kabange, kumaanisha ya kwamba ukifunga waandishi wa habari wa Kongo ili wasitangaze kuhusu Kabila Kabange kwa sasa, ambaye ameisaliti nchi na kujiunga na kundi la AFC. Hivyo ukiwakataza kuandika, utaamka asubuhi, kile utapata ni habari kuhusu Kabila Kabange na zimeandikwa nje ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na Wakongo utawakataza kusoma. Kuna vyombo vya habari pia vinaandika kwenye mitandao online, ambapo kwa website, YouTube tutaendelea kupata habari hizo. Lakini acha tungoje katika tangazo lijalo, kama vile ameahidi ya kwamba watachunguza vizuri waone kama kuna kile watabadilisha katika tangazo hilo. Na tukiwa bado kuhusu Kabila huyu, Kabila aendelea na kupatana na watu wengi sana, wale ambao wanatoka nje ya nchi, diaspora, ambapo wanakuja kumwona Kabila na kuendelea kuongea. Wenda Kabila atageuza mambo mengi kwa kundi hili la AFC na kuleta changamoto zaidi kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika wale ambao wamewapokea mnamo jana, ameweza kupokea Marcel Chishambo. Marcel Chishambo, ikumbuke ya kwamba alikuwa gavana wa kitambo huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Sud Kivu, ambaye amehudumu kwa miaka kadhaa akiongoza jimbo la Sud Kivu ama province ya Sud Kivu. Chisambo hakutangaza kujiunga, lakini hii kuonana naye na Kabila inaonyesha ama inadhihirisha ama ni dalili za kitu ya kujiunga naye. Tunaitega macho ili tuone ni kipi kitakachoendelea. Hayo ndiyo yanaendelea huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sana sana Goma. Kabila ambaye yuko busy kuonana na viongozi na watu binafsi na raia kwa ujumla. Katika uwanja wa mapambano kumeweza kuripotiwa mapambano huko Sud Kivu. Kumeripotiwa mapambano makali kati ya jeshi la taifa FARDC, wazalendo wakiungwa mkono na jeshi la Burundi, ambapo wamepigana na kundi la M23 maeneo ya Katana. Upande mwingine FARDC yaendelea kuweka wanajeshi wengi zaidi, ambapo inaonyesha kwamba hapa mbeleni si pazuri. Mambo ya vita inaendelea FARDC kuweka wanajeshi wengi Plaine de la Ruzizi, Walikale na Rubero. Hapo pote inaendelea kuwaweka wanajeshi wake wengi. Hivyo upande wa kundi la M23 Twirwaneho na wanaendelea kuweka wanajeshi wengi. Sina la ziada ila nakutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya. Sisi ni Kongo Yetu News TV. Tuko hapa kwa ajili yako. Asubuhi saa 6, mchana na jioni, letu ni kukuletea yale yanayojiri kwenye ardhi ya Kongo. Kwa hivyo usiende mbali, kaa karibu nasi, na kukaa karibu nasi ni kujiandikisha kwenye chaneli hii. Kujiandikisha njia ni moja, hakuna njia mbadala na hakuna mabadiliko. Ni kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Hiyo haina gharama, haina malipo, ni bure. Na baada ya hiyo usisahau jambo la maana na kubonyeza button hilo la alama la kengele, ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kupata notification ya kukuambia kwamba kuna habari mpya ambazo zimeingia. Kwa nini usahau kugusa button hiyo imeandikwa like ama eme? Asante sana na kushukuru.